mzima wa kuzungumzia soka la Kitanzania na katika upande wa pili ni majirani zetu. Kocha ambaye walimsifia sana muda anaingia meneja, mwisho wa siku meneja hajaingiza vitu vyake, meneja ameondoka. Mechi mbili tu zinatosha ni kweli kumfukuza meneja? Mimi nadhani hapa niongee kimpira kidogo, kwa sababu tusiwe kila siku watu ambao tunaongea lugha ambazo isiokuwa za kimpira. Mimi kwa upande wangu nikiangalia, mwalimu wa Simba safari amemuonea, kwa sababu kama mechi mbili timu imefungwa, hapo walimu wengi tu wamefungwa katika mechi mbili, lakini bado hawajafukuzwa. Lakini hii imekuja kwa sababu Simba wamejiaminisha kwamba timu yao wao ni kubwa sana. Mimi na imani Simba timu yao ilikuwa mzuri, lakini sio nyakati hizi. Sasa hivi Simba timu yao ya kawaida sana. Na hii inakuja kaida kwa sababu gani? Kuanzia uongozi mpaka wachezaji ambao walikuwa nao. Mwalimu unakuta kama mwalimu anafundisha mpira ambao unaona kabisa mwalimu timu inatengeneza nafasi, lakini wachezaji hawafungi. Kama wachezaji hawafungi, mwalimu afanye nini? Nikale mechi ambayo mchezo wa Mali juzi, nafasi zaidi ya tano, imekuja nafasi ya Ruzi moja ambayo yule Deo Maema akapiga tu, ambao mpira umekuja rebound akapiga akafunga. Mwisho wa siku mwalimu ametolewa kafara, lakini sina imani eti kwamba yule mwalimu alikuwa na uwezo wa chini sana, kwa sababu timu kama ingekuwa itengeneza nafasi tungesema mwalimu hana uwezo, lakini nafasi zinapatikana na wachezaji wafungi, wao mwalimu atafanya nini? Lakini mwisho wa siku Simba ameona kumtoa kafara mwalimu, wacha tuone, kwa sababu mechi ndio kwanza ni mchezo wa mbili, wamleta mwalimu ambaye wanamuona wao atawavusha hapa walipo, lakini na imani tutaongopeana tu. Simba ishapoteza mwelekeo na sina imani kama Simba itakwenda robo finali. Ukiwasikiliza wanachama hawa appreciate kuona mwalimu wao Matatu Pantev akifukuzwa kwa kile kilichotokea kwa kukosa matokeo. Wao wanaamini ni wazi nyuma ya pazia wale waliomfukuza kocha wao ndio walipaswa kuondoka kwenye timu. Shida hawa mashabiki wa Simba kuna baadhi kidogo wanauelewa, lakini kuna baadhi hawana uelewa, kwa sababu nimeangalia shabiki wao na nguli sana yule anamuita Kisugu. Juzi alisema yuko pamoja na mwalimu. Jana namsikia anafanya interview anasema walomfukuza mwalimu yuko pamoja nao, yeye anaunga mkono na baada ya kucheza ataondoka. Hata ni watu ambao wanazungumza kitu ambacho mimi binafsi sielewi. Shabiki wa mpira simama kwenye engo moja. Kama mwalimu mbaya sema mwalimu mbaya. Kama viongozi wamekosea sema viongozi wamekosea, lakini sio lazima leo mara mwalimu mbaya, mara leo viongozi wamekosea. Huwezi kupata kile kitu ambacho kinachopatikana katika mpira wetu. Mimi nina imani kwanza waandishi wetu wa habari wa Tanzania ambao wanasema wanachambua mpira wanatuangusha sana. Ukiangalia mwalimu yule wa Simba ambaye ameondoka jana, si mwalimu asaiva kumlaumu, kwa sababu timu inatengeneza nafasi, wachezaji hawatumii nafasi. Wao unataka mwalimu afanye nini? Ukiangalia kama nafasi ya Kapombe, nafasi ya Jean Shalea wa ile mpira bounce, nafasi ya Jonathan Soa ambaye alikuwa anaimbwa sana. Hivi wao unataka mwalimu afanye nini? Lakini mwisho wa siku sababu mwalimu ndo amemtoa kafara. Ngoja tuone wao na hesabu zao kwamba atakwenda robo finali, wanasema kuna sehemu anachukua pointi 6. Mimi kwa imani yangu tunaongopeana, kwa sababu Simba kwenda robo finali hiyo nafasi sioni. Lakini kilio kikubwa sana wanasema nyinyi wanayanga mnatamani hii mkutana, mnatamani mngekuja kukutana naye huyu kocha, kwa sababu wanayanga wote mnaombea dua lenu wote, inaonekana ni wazi kocha Matatu engeendelea kusalia mpaka pale mtakapokuja kukutana naye nyinyi ndio awe tiketi yake ya kufukuzwa. Sio hivi sasa, ni mapema sana. Sisi kama Yanga hatuchagui kocha gani ambaye anakuja kufundisha Simba ili msifunga au tusiwafunge. Washakuja makocha wote wa Simba ambao katika mechi zetu sisi tushafunga. Mimi nazungumzia katika engo moja yasema ya mpira. Mpira lazima tukubali kwanza, mashabiki wa Tanzania au wachambuzi wetu na viongozi wetu, tusiwe kwamba kila baadhi ya mashabiki tunachosema wanaviunga mkono, mwisho wa siku tunatuharibia timu zetu. Mimi nakwambia kwa Simba ile labda dirisha dogo waingize maingizo mengine, lakini kwa wachezaji wale ambao walikuwa nao, hata kama aje kocha gani hawawezi kuvuka robo finali, na hata kama afanye usajili dirisha dogo bado Simba ameshapoteza alama 6 katika mechi za kafu, kapoteza alama muhimu sana, na alama zile muhimu zinakuja katika sehemu moja. Mchezo mmoja Simba kafungwa nyumbani, na maana kanjila akasema ile home advantage ashabaki na michezo miwili, na ile alama yake ambayo yeye hana alama, hata mwenye wake kucheza home advantage ana pointi 6. Unaangalia je, ni nani atakwenda kumfunga Simba ugenini? Esperance de Tunis, Atletico ya Angola, au nani anakwenda kumfunga katika hizo mechi zilizobaki la ugenini? Ndio tunapozungumzia watu wa mpira, kilichobaki Simba ni kujitafuta. Mwisho wa siku klabu bingwa mbwana wale washapotea. Sina imani kwamba wale watakwenda robo finali na waendi, ila kilichobaki kupigana promo ili onekana timu yao mzuri. Lakini kwa hapa Simba sasa iliyobaki ni timu ambayo ya kwenye makaratasi na wachezaji walikuwa nao wa kawaida sana. Sijaona mchezaji ambaye anataka kuchukua timu akasema na beba mimi mgongoni, wachezaji wengine utanifuateni mimi. Hana mchezaji karibu hivi. Wale pesa tunamtaki. Wanasema mchezaji ambaye wote ajitume dirisha dogo tunamwacha. Hata mchezaji ambaye kwa sababu nimesikiza anasema wachezaji wetu kipenzi wote wale, wachezaji wetu kipenzi wote tutawaacha. Maana yake pamoja na Leopando na mchezaji wao kipenzi
ngoja amwache afu tuone maingizo ambayo tuingiza. Na nasikuja nikwambia kwamba sijaona ndani ya Simba kuna ingizo jipya ambalo linamfanya Mpanzu wachezaji namba 2 ndani ya Simba, sijaliona. Maingizo ambayo laingizo yote ni ya kawaida na ndio anawatesa mpaka leo, lakini kwa sababu hawataki kubali, watakubali kwenye pichi. Imekuja hapa mechi 2 wamekufa, hawana cha kufanya. Mwisho wa siku na michezo miwili wana alama 0, wambaki na lambi tu. Tulimfanya hivi Vipers ya Uganda. Vipers ya Uganda ilikuwa timu moja, katika ile kundi hakuna Vipers ya Uganda tena. Mimi huwezi kuniambia eti Simba ana uwezo wa kufunga Esperance nje ndani. Ana uwezo huo. Mpira lakini. Hata kama mpira unadunda, uwezo huo mimi siuoni kwa Simba ile kufunga Esperance de Tunis nje ndani, wachukua alama 6 pale ili Simba ifuzu robo finali. Mimi binafsi yangu sioni. Kama kitoto kuja kuuliza bana Simba amefuzu, lakini naishi hapa Simba wetu kufunga Esperance nje ndani. Tatizo ni uongozi ama tatizo ni wachezaji? Simba kiujumla. Yaani Simba kuanzia mashabiki wao, wanachama wao, viongozi wao, wachezaji wao hawaongei lugha moja. Yaani shida Simba hawaongei lugha moja. Kama hamtaki kocha manaka hamtaki wote. Kama hawataki viongozi hamwataki wote. Hata tuwaelewi lugha yao moja Simba ni ipi ambao wanaiongea mpaka sasa hivi. Sisi Yanga tunataka tuongee lugha ambayo tunaitwa tuondoke nayo. Tunaondoka nayo kwa pamoja. Tukiona tuiache, tunaacha kwa pamoja. Mwisho wa siku uongozi wao wa Simba atakao jitafakari kwa hii hali wanakwenda nayo. Kutawaburuza sana mashindano ya ndani mpaka ya kimataifa. Ni timu ambayo mpaka sasa hivi haijielewi kitu gani inakitaka. Mkutano wao mkubwa na mkutano mkubwa baada ya kutamatika, na mkutano mkuu unaonyesha ni wazi kwamba wana Simba wangeweza kumuondoa Mangungu kama wangetimia 1000 tu na wote wakaazimia kwa kauli moja tumtaki Mangungu, lakini inaonekana wanachama 1000 hawakutimia. Kwanza mimi ambacho mpaka sasa hivi nashangaa kwenye mkutano wa Simba, sijaelewa ambacho kikubwa kilichofanywa pale ile siku, kwa sababu mimi binafsi yangu nilijua Simba ameletewa rasimu ya katiba, wakafanyaje wapite kwenye dafua ili waende katika mabadiliko. Kumbe ninapoangalia kwa sababu kwamba inaonekana pale katiba ya Simba ndio imekwenda kubadilishwa vipengele. Sasa kama wanachama wa Simba walikwenda pale wanajua basi wanakwenda kubadilisha vipengele, kwa nini mpaka mwenyekiti wao anafika mwisho na kuambia watu tuombe dua, mpaka tuombe dua au tufumbe macho? Baada ya kufumba macho kufumbua mwenyekiti kaondoka. Yaani kiufupi nataka tuwaulize na Simba, je, ule mkutano ulikuwa kubadilisha katiba, wa kusoma mapato na matumizi? Yaani kubwa mkutano ulikuwa ulikuwa lengo kubwa ilikuwa ni nini? Wewe kama waandishi wa Simba wenyewe mkutano ulikuwa wa kusoma mapato na matumizi, kubadilisha katiba ya Simba vile ambavyo vipengele viliposemwa, au kuleta rasimu ya katiba kwa wanachama? Mimi sielewi mpaka sasa hivi mkutano ulikuwa na agenda kubwa ilikuwa ni ipi? Mimi siwezi kujua, maana hata wanachama wenyewe hawajui. Basi ndio shida yao hiyo, kwa sababu kama mnakwenda kwenye mkutano mjue agenda mnazoendea. Ndio maana mwenyekiti akamaliza kikao bila kujua nyinyi mmeongea nini. Mimi najua mkaenda kwenye mkutano ambao viongozi wametangaza agenda, mnaangalia agenda ya kwanza kufungua kikao, agenda ya pili, agenda fulani, agenda tatu, yaani mwisho kufunga kikao. Sasa sijajua kwenye mkutano walikuwa na agenda ngapi. Ndio maana nakwambia ni watu ambao wanalishwa kama mizigo. Yaani wanakuja pale wamekaa wenyewe kwenye viti pale kama yaani viti kama kwenye mikumbi ya harusi. Wewe na wapi mkutano mnakaa mnazunguka meza moja. Pale mnashauriana nini? Yaani mkutano mmekaa mnakaa meza duara. Mkutano mwekeni viti muangalie mbele kwa viongozi. Lakini mkutano mmekaa mmeka meza vitambaa vyeupe mmekaa duara. Wewe pale kuna yaani wale kila sehemu tumewaacha. Kama hapo msibani. Mpaka kuna mwanachama mmoja anawauliza, hata kutuwekea skrini tukaona vitu ambavyo tunavyoongea tukaviona ukutani. Akamba tutaweka mwakani project ya Mungu akipenda. Sasa pale kuna mkutano pale kuna shida. Na ile shida inaanza kwenye uongozi, baada hapo inafuatia kwa wanachama na kuja mpaka kwenye timu. Sio kwenye katiba. Uongozi kwanza, katiba haiwezi kuwa bora bila viongozi kuwa bora. Unaweza kuwa katiba mbovu lakini kama viongozi wako vizuri na katiba yenu ikakwendeshana vizuri. Unaweza kuwa na katiba mbovu kabisa, lakini unaweza kuwa na viongozi bora mkaenda na hiyo katiba mbovu. Unaweza mkaa na katiba mzuri tu, lakini kama viongozi wabovu katiba yenu itakufelisheni. Kwa hiyo Simba imeanza kufeli kwa viongozi wao, kuja kwa mashabiki wao, timu ndio inakuja kumalizia. Timu mwisho wa siku ndio timu ambayo inabidi kupe matokeo. Kama ukiangalia leo kuna kocha kila siku yeye ndio huyo. Sasa jiulize, hivi timu ambayo inajielewa, unafukuza walimu wakuu kila siku cha mchezaji abaki wewe, basi mpeni yule kama unamwamini hayo kocha mkuu. Lakini mwisho wa siku tunafukuza timu, tunafukuza mwalimu, kocha, timu itakuwa chini ya Matola. Akufukuza mwalimu, timu itakuwa chini ya Matola. Hivyo uongozi unaona uko sawa kweli uongozi wa aina hiyo? Yaani viongozi ambao hawajui wanachotaka na viongozi hawajui wanakifanya nini ambacho wanakipatia. Lakini hii ni furaha yenu wana Yanga kuona wakisambaratika. Sio furaha wasambaratike sana. Sisi watu wale wasambaratike kweli kweli. Kwa sababu wanapokuwa wale wabovu sisi tutapata mafanikio yetu. Kwa sababu na imani mechi ya 7 tunakwenda kuwafunga wale. Hawa na timu sio ya kutufunga wale. Wale timu ya kufunga si hawana. Kwa sababu watu wa kujitafuta kila siku kwenye uongozi,
kwa wachezaji ni watu wa kujitafuta kila siku. Kwa nini tusiwababue? Tutawababua sana na tutalalamika sana. Sisi viongozi wote tunaongea lugha moja, mashabiki wote tunaongea lugha moja, wanachama tunaongea lugha moja. Unatufungaje kama tunaongea lugha moja? Sehemu yote kwenye umoja kupata mafanikio ni jambo rahisi, lakini sehemu yote yenye shida kupata mafanikio inakuwa ngumu sana. Shukrani sana. Asante.